Polisi katika kaunti ya Kwale wamemwokoa mwanamume wa miaka 22 katika kijiji cha Mwanamanga eneo bunge la Gombato eneo la Bongwe Gombato ni Weradhi baada ya kudaiwa kufungwa kwa minyororo kwa miezi 5 katika boma la mganga wa kienyeji. Kijana huyo aliyepelekwa kwa mganga huyo kwa matibabu ya matatizo ya kiakili katika muda wa miezi 5. Huyu hapa mwanahabari wetu Lawrence Ng'ang'a akiarifu zaidi. Hapa ni nyumbani kwa mganga wa kienyeji katika kijiji cha Mwamanga anayejulikana kama Mganga Bakanda. Polisi wanafika baada ya baba ya kijana wa miaka 22 kupiga ripoti. Ndani ya chumba hiki kijana huyo amefungwa kwa minyororo mizito na kuwekwa kufuli kwenye chuma zilizogongomezwa kwenye sakafu. Na bila mavazi yoyote mwilini, kijana ameketi kwenye sakafu baridi iliyo na unyevu. Harakati za kumwokoa zilianza, na wakati funguo za kufuli hii zilipokosa kufungua, ilibidi msumeno kutafutwa na kukata kufuli pamoja na minyororo. Ni shughuli iliyochukua zaidi ya dakika 30. Ngoja ngwambie, nampatia mtoto, aliniambia anataka 10,018. Kulingana na babake Mwatela Dele, mwanawe alianza kupata matatizo ya akili mwaka uliopita na kupelekwa hospitalini, lakini hali yake ilipodorora akashauriwa na familia na marafiki kumleta kwa mganga wa kienyeji. Walimleta hapa mwezi Januari mwaka huu na akaagizwa kulipa ada ya shilingi 18,000. Nikamkabidhi mtoto wangu pamoja na bibi yangu. Wakakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, nikaenda. Afika pale mtoto wangu bado hali haijakuwa nzuri, na pesa nampatia mganga agui. Sasa nikamwomba nafasi ili nichukue mtoto wangu, lakini akakataa. Kwanza akanitukana kama nini, kama mtoto mdogo. Nikatoka mimi nikamwachia, tukaelewana kwa nitalipa kidogo kidogo, ile kiasi ambayo nitaweza nitalipa kidogo kidogo, lakini nikimtumia pesa anakwambia hii pesa sasa itafanya nini, hii si hesabu. Inasemekana mganga huyo hutumia miti na matawi iliyochemshwa kuwatibu wagonjwa wake. Dawa zile ambazo alikuwa anampatia, ana sufuria yake kubwa, anaweka miti yake ya uganga pale, anachanganya na madawa yake, inawekwa kwa moto, alafu ikichemuka ile jimoshi, ile joto, alafu nafunikwa na nguo, anafukizwa. Sasa hiyo miezi yote 5 ndio alikuwa anafanya uganga huo tu. Katika boma hili, wakati shughuli za kumwokoa kijana huyo zinaendelea, watu wengine ambao pia wanaonekana kuwa na matatizo kama yake wanazunguka hapa kwa mviringo, hali inayoashiria kuwa mganga huyo ana wateja wengi. Wanaharakati wakitaka pia wao waokolewe na kurejeshwa kwa familia zao. Wapelekwe katika hospitali za serikali ambazo zinahusishwa kwa madaktari ambao wamesomea. Uwezi niambia mganga wa darasa la 2 anaweza tibu akili ya mtu, psychology ya mtu. Kuna mtu amepelekwa shule akasomea psychology ya mtu. Hata kama akili kipengele percentage fulani imerudi chini, anapewa madawa yako specially ambayo yako wagonjwa kama hao wanapewa. Leo hii kuna jela nyingine mpaka maaskari wameshangaa kwamba kumbe wao wanaona kwamba police station kuna mahali pa kuweka watu, pia kwa huyo mganga kuna police station. Tumekata nyororo, tukavunja nyororo. Kwa sasa Mganga Bakanda na mama ya mwadhiriwa wanaendelea kuzuiliwa na polisi, uchunguzi ukiendelea, huku mwadhiriwa akipokea matibabu katika hospitali ya Msambweni. Lawrence Ng'ang'a, Runinga.